Ulipo kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, njoo hapa tusogee tuweze kuzungumza michezo na burudani. Sehemu pekee tunapoweza kuziangazia taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Pasina shaka nikwambie ni hapa ndani ya Chapesa Media. Ijumaa tulivu kweli kweli. Kama bado hujasubscribe fanya hivyo, uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Maana niko hapa kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salam. Vipi hali bwana? Heri. Umepona? Mabomu yamekukosa kosa au? Lakini kwa vile nakuona hapa alhamdulillah wote tumepona wazima wa afya. Bwana, tuanze kuzungumzia hapa ndugu yangu. Kesho ndo kesho, asema kesho ni muongo. Mnyama Simba Lunyasi siku ya Jumamosi hapo kesho anaingia dimbani kwenda kukipiga dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo wa namna gani ambao mnatarajia kama mashabiki wa Simba, lakini pia vile vile ni sehemu ambako mtakuwa ugenini, lakini Simba Sports Club ndio uwanja wake kwa sasa wa nyumbani, lakini anakwenda kutumia uwanja huo dhidi ya JKT Tanzania ambaye ndiye mmiliki wa michuano wa uwanja huo katika uwanja wa Meja Semuyo. Hapo ni mwenye nyumba na mpangaji, lakini mpangaji ndio mtawala zaidi kuliko mwenye nyumba. Haitakuwa mechi rahisi, itakuwa mechi ngumu. Alafu kutokana na hii wiki nzima hii hakuna harakati zozote zilizokuwa zikiendelea. Tumekaukiwa maji, tumeishiwa damu, hatujaiona Simba Sports. Yaani maji yamekauka mwilini, damu imepungua. Hatujaiona Simba Sports. Lakini tumshukuru Mungu harakati zinaendelea. Itakuwa mechi ngumu, lakini kwa vile tunazihitaji pointi 3 kwa vyovyote ili tukae kwenye mstari wetu na ili tuongoze ligi mbele ya mtani. Hamna namna JKT tutamwacha salama. Atatupa mechi ngumu. Lakini ile unasikia hata kwa mbinde lakini watakufa. Yaani hata ile kwa mbinde lakini watakufa. Kwa vyovyote vile. Yaani lazima aziache. Tunamheshimu, na sio kwamba mechi itakuwa rahisi, lakini sisi tunazihitaji sana pointi kuliko yeye. Tunazihitaji pointi kweli kweli kuliko hata JKT. Yeye atazipata kwa wenzie kwa saizi yake. Lakini sio kwa mnyama Simba Sports. Ila kuna wengine ataziambulia. Kwa wengine ataziambulia. Tutamsupport, tutamwombea na dua juu. Yaani tutamwombea na dua juu. Azipate. Kwa wengine huko atazipata, lakini sio kwa kesho. Kwanza tuna hamu Simba tujaiona, yani bwana tumepitia kipindi kigumu bwana, hii amani ni tuendelee kuitunza bwana. Amani ni tunu bwana. Kwa bwana, Simba Sports Club wamerejea bwana kucheza michezo yao ya usiku. Michezo ambayo tangu msimu wa mwaka juzi watu wengi walikuwa wakifuatilia ndani ya dimba la Benjamin William Mkapa, kipindi kama Simba anautumia uwanja wake wa nyumbani. Dhahiri shahiri kesho majira ya usiku tena saa 1 mnyama Simba anarejea tena mawindoni. Kwa namna ambavyo mmepokea mechi hizi za wana Simba saa 1, japo mna kiu ya kuiona Simba yenu, lakini mchezo unapigwa kwenye viwanja vya Meja Semuyo jijini Dar es Salaam. Ni mbali kweli kweli kidogo. Hakuna umbali kwenye Simba Sports. Hakuna umbali shehe wangu. Labda kwenye mambo mengine. Lakini kitu kinachoitwa ukishataja Simba Sports kwa wana Simba Sports, wewe angalia kesho kama utakuwa mbali. Mechi ilikuja kupigwa hapa na Jenda Maria hapa saa 4 usiku. Mtu katoka Bunju Ununio huko. Mechi inaisha saa 6 alafu mtu anatakiwa arudi Ununio. Yaani unapokuja kwenye masuala ya hizi club, watu wanafanya vitu bwana. Hasa mtu unanambia hapo mbali. Mtu anatoka anaenda Morocco kuifuata Simba Sports. Mtu anatoka anaenda Kigoma. Mechi na RS Berkane hujaona wa Tanzania kule. Walienda na nini? Na miguu. Hasa Meja Semuyo na Casablanca wapi mbali. Unapopiga hesabu na Mashujaa Kigoma uone mashabiki wa Simba. Sio kwamba ni wakazi wa Kigoma, wale wadawa huku waoni kwenye TV. Ambaye kila siku unamuona KMC, kila siku unamuona kwa Mkapa. Ikichezwa mechi kule Mashujaa Tanganyika, Lake Tanganyika uwaoni. Linapokuja swala linalohusu Simba Sports, watu wanafuata timu zao popote. Na hakuna muda, yani ukipanga muda watu watakuja tu. Kuna watu mateja wa hizi timu, yani Arosto wanakuwa na Arosto. Kama sisi hapa tuna Arosto, yani Simba hatujaiona ikicheza. Yani hata mazoezi ingekuwa naturushia tu. Kama mitandao yenyewe nayo pia ikawa imefungwa. Yani saa nyingine unaingia hata kwenye page yao Instagram unamuona vile Mpanzo anapasha au huyu anachukua bipsi, wewe unarizika.
Vipi? Natulia kwa. Meja Isamunyo hapo tu. Unaenda na kurudi. Haulali hata guest yoyote, unaenda na kurudi. Awe angalia kesho uwanja utajaa ujai. Kesho mapema tu. Mapema tu tunachokifurahia kwamba mechi zinachezwa usiku, wachezaji watakuwa na utulivu. Unajua usiku ujua hakuna. Yaani usiku yani kumepoa yani. Ushamali hata kama kazini umeshatoka huna stress. Kila kitu kinakuwa kinaenda vizuri. Tofauti na saa 10. Wengine saa 10 bado wako kazini, anatoroka, anasingizia anaumwa. Unaua ndugu hadi unakuja kuwarudia tena, umemuua bibi unakuja unamuua tena bibi. Ili mradi tu upate ruksa kwenda kuona Simba Sports. Watu kwenye mambo yao. Mimi nakumbuka kuna kampuni moja nilikuwa nafanya kazi. Ikishafika kama kesho ndo Simba Day, bosi ananiambia fanya vitu vyako kabisa, najua kesho haupo. Yaani yeye mwenyewe alishagonga muhuri kibali changu kuhusu Simba. Yaani ile siku mimi ni sikukuu, yani naruhusiwa kabisa nisiingie kazini. Lakini hizi siku nyingine ndo nitakuwa naumwa na mafua au yani hivyo yani. Bwana, tuzungumzie hili. Mchezo wake wa kwanza hapo kesho ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kocha Dimitri Pantev anakwenda kuihudumu ndani ya Simba Sports Club na ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezo wake wa kwanza. Alishacheza michezo miwili ya kimataifa nyumbani na ugenini. Mchezo wa kwanza alishinda goli 3, mchezo wa pili alitafuta sare katika dimba la Mkapa, watu wakasonga mbele hatua ya makundi. Pira gani ambalo mnalitarajia? Pira lile ambalo lilipigwa dhidi ya Nsingizini katika hatua ya second preliminary round wakati mkiwa ugenini, au ni style gani ambayo mnawish Dimitri Pantev aje nayo kwa ajili ya kuwapa raha wana Simba? Ujue msimu huu sisi pira letu haliwezi kuwa pira la aina moja. Ni pira la season. Season inakuwa ni series ambazo zinaenda kwa mlolongo nusu. Inategemea na misheni hiki kamilika, inakuja misheni nyingine. Inaweza kaja misheni nyingine ukaja ukakuta na watu wengine. Manake ukocha ni kocha wa pira prison break. Asa pira prison break inaweza kawa tayari umesha escape kutoka jela, unasurvive vipi uraiani. Kwa hiyo lile Nsingizini tulisha escape jela, tunasurvive vipi uraiani, askari wasitukamate, tukatafuta sare ile tusonge. Sasa kesho pira prison break sijui tutatupeleka kwenye mission gani, lakini faima inyeshe mvua jua liwake, sisi tunataka pointi 3. Yaani tukizipoteza hizi pointi yani tutatoka kwenye njia mapema. Sasa unajua mwaka jana tulipoteza ubingwa kwa design hii. Mechi na Coast Union tunapoteza pointi 2 kizembe. Tunakwenda kule Kwara Babati tunapoteza pointi 2 kizembe. Umeshanielewa? Yaani kiasi kwamba hata ile mechi ya mwisho ya kuja kuamua ubingwa Mtana angetufunga, sisi tulikuwa tushanyanyua majamvi siku nyingi. Mechi na Azam tunakuja kupata sare dakika za majeruhi, tunapoteza pointi kizembe. Yaani hizi mechi 3 mimi si hesabu zangu, sio mechi ya Yanga tumepoteza ubingwa. Mechi ya Coastal Union ile sare ya kizembe, mechi ya Kwara kule sare ya kizembe, na mechi ya Azam ndio ile tutoa kwenye reli tukapoteza ubingwa. Fupi tuseme Azam ndio waliwanyima ubingwa. So Azam hizo timu 3. Ujue ubingwa kwenye ligi upewe na timu moja. Unaweza kupoteza pointi 6 kwa mpinzani wako mkuu, lakini ukaja ukabeba ubingwa. Na ndio kilichotokea sisi. Yaani tumedondosha pointi kwa mazingira ambayo yani baadaye yamekuja kutukosi sisi. Safari hii kocha Dimitri Pantev tunakukunguta mkono, tunaukanyaga kwenye mchanga, sisi tunamaliza kula tunakwambia osha sahani hiyo. Si tumekaa kwenye jamvi tunataka kula. Unataka kutia mkono tunauchukua tunausigina kwenye mchanga, alafu mmoja anaukalia au anaukanyaga. Tumeshamaliza sinia nyeupe tunakwambia endelea osha vyombo hivi. Hiyo Simba Sports mapema sana, yani bado mechi 2-3 tutangaza ubingwa mapema. Zarau zimezidi, hamna heshima mtaani. Zarau zimezidi, hamna heshima mtaani. Simba Sports wakukaa miaka 4 ya baby, au mambo amezoea Arsenal huko miaka 20 sio mingapi. Sio Simba Sports miaka 4 atubebe ubingwa. Alafu na 5 tena uende kono la nyani. Yaani misimu 5 hatujabeba ubingwa. Na kwa sio kweli. Yaani sisi tutaisupport timu kwa vyovyote safari hii. Vyovyote tutazidi. Bwana, tumalize na hili hapa. Tarehe 30 mnaelekea kwenye mapato na matumizi ya club pamoja na kikao ambacho kina Simba Sports Club wenyewe wamekiandika kwa ajili ya wanachama kwa ajili ya kuhudhuria ili waweze kujua mapato na matumizi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Pengine hili mapokeo yenu ni yapi haswa mashabiki wa Simba Sports Club?
Sisi mapokeo yetu ni ripoti atakaotupa mhasibu mkuu wa klabu. Tujue tumepiga hatua moja mbele au tumerudi nyuma. Manake masuala ya hesabu ni statistics. Unaweza ukapanda msimu huu au ka drop, inategemea tu matumizi kiasi gani, mapato kiasi gani. Lakini yote kwa yote sisi tunaenda kujua tumefikia wapi, tumegain au tumelose. Lakini I hope so tutakuwa tumepiga hatua, tutakuwa tumegain. Kwa sababu ndo madhamira na malengo yetu. Pengine labda unawaambia nini mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo hapo kesho dhidi ya JKT Tanzania? Tujitokeze kwa wingi, tuisupport timu yetu. Hakuna kipindi ambacho Simba inatuhitaji kama kipindi hichi, na sisi hakuna kipindi tunahitaji ubingwa kama kipindi hichi. Kwa hiyo sote tunahitajiana. Simba anatutaka na sisi tunawataka. Tutokee tu kwa wingi, tusupport timu. Hauwezi imekushinda kabisa, angalia mechi kwenye TV ili upate cha kuhadisia. Sio mtu anakuja anakuhadisia na kudanganya. Atakiwa uangalie pira Prison Break limefanywa nini leo. Leo misheni gani leo? Leo askari yupi kafa? Leo mfungwa yupi kafa? Leo ndio atakiwa ujue nini kinachoendelea kuhusu Simba Sports. Msimu huu bwana sisi tuna mambo mengi sana. Yaani msimu huu tuna mambo mengi. Na kuhakikisha zaidi ya ubingwa mmoja sisi tutabeba. Sijui ni upi. Lakini wa ligi NBC Mungu akipenda tuna huo muhimu. Lakini mwingine mibingwa hii tutabeba. Kombe la pili utakuja kulijua mwisho wa msimu. Lakini la kwanza NBC nitakupa kodi. La kwanza NBC. La pili sasa kama ni FA au huku kwingine au huku kwingine. Kwa nini una mashindano mangapi sisi? Simba mimi kwa ninavyojua anacheza michuano ya FA moja, ligi kuu Tanzania bara 2, ligi ya mabingwa 3, Mapinduzi imo. Mapinduzi. Muungano inacheza timu za taifa. Mapinduzi. Hapa sisi tunaondoka na ubingwa miwili. Hii. Makubwa au madogo? Simba timu kubwa babu. Simba timu kubwa. Kwa kama ni timu kubwa ni ligi kuu na sasa wewe utajua. Ligi kuu nishakutajia. Hiyo iko wazi. Hiyo nyingine sasa subiria baadaye. Shaandaa mbuzi huko, tushafuga yani tushafuga mashamba kwa ajili ya kuwalisha mbuzi na ng'ombe msimu huu wetu. Wewe njoo hapa utakuja kukualika biriani. Kila anayepita yani sio kadi, wewe ukipita tumepewa sahani ya biriani mwisho wa msimu. Sio kwamba upewe kadi uhudhurie au olini mpaka unaekiwa ma security. Hapo barabarani tunaomba kigali cha kufunga barabara, tunatia mahema hapo. Ukipita umechezea biriani. Wewe Simba Sports ya msimu ina bala dogo. Simba Sports ya msimu ina bala dogo. Mara pap Simba akakosa ubingwa, Yanga akafukanya nyuma mara. Wewe moyo kama umetumwa. Sisi tushakwambia tushapanga mipango yetu. Tushapanga mipango yetu na ile nuksi ile zile vurugu fujo zilizotokea zile, Mungu akashusha rehema. Hebu angalia bwana Mungu alivyokuwa fundi. Akashusha mvua kwanza siku 2 maji yamemwagika ile. Kutakasa yani kwamba kusafisha yani yale mabalaa na majanga yote yaondoke, tunaanza upya. Tumeanza moja. Hata tukianza moja nani bingwa? Wote 0, tunaanza moja, nani bingwa? Yanga. Umetumwa sio bure. Unapigania timu yako Yanga. Bwana nikushukuru sana na niweke nukta hapa ndugu yangu. Karibu sana.